الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعل الإسلام للمسلم حقوقا على أخيه المسلم، حفاظا على الأخوة الإيمانية، وتقوية للترابط بين المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. رواه Muslim. Ndugu zangu Waislamu, ama khutba yetu ya leo ni yale yaliyobakia katika khutba iliyotangulia katika Ijumaa iliyopita, nayo si nyingine, ni kuhusu haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake. Tulizungumzia 3 na insha Allah leo tutamalizia 3. Kwa kukumbusha tu ni kwamba haki ya kwanza ni umsalimie pindi utakapokutana na yeye, na lau atakusalimia basi uwe ni mwenye kuchukua jukumu la kuweza kumjibu salamu yake, kwa sababu kutoa salamu ni sunna, ama kujibu ni wajib au faradhi. Ya pili tukasema atakapokuita au kukualika katika jambo lake, uwe ni mwenye kuchukua fursa ya kuweza kuitikia mwito wake na kuenda katika jambo lake, kwa sababu pindi utakapoacha kwenda itakuwa unamvunja nguvu au unamvunja moyo Muislamu mwenzako. Na usitofautishe katika kuitikia mwito kwamba huyu ni tajiri nitaitikia mwito wake na huyu ni maskini sitoitikia mwito wake. Hii itakuwa ni makosa, kwa sababu unafadhilisha baadhi ya watu na unawadharau baadhi ya wengine. Ama la 3 tukasema ni umnasihi ndugu yako pindi atakapokuomba umpatie nasiha. Sasa iwe ni yeye mwenyewe amekuomba au umemuona ameteleza kidogo katika jambo la dini, ukaweza kuchukua fursa kama ile ili umnasihi. Sasa kuna mawili, akikubali ni sawa, na kama hatakubali basi itakuwa wewe ushaondosha dhima yako kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ya 4 ni kwamba tushammituhu idha atisa wa hamida Allah, umrehemu pindi atakapochemua na akamshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah. Wallahu ta'ala yuhibbu al-utas. Vile vile tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kuchemua. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: inna Allaha yuhibbu al-utas wa yakrahu at-tatha'ub, wa idha atisa ahadukum wa hamida Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah. Rawahu al-Bukhari. Mtume wa Allah anatuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale wenye kuchemua na anawachukia wale wanaokwenda miayo. Kwenda miayo ni kule kwamba mtu pengine amechoka ama yuasikia usingizi, akawa anafungua mdomo na huku akitoa hewa, na hili ni jambo ambalo lamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale wenye kuchemua Allah anawapenda, kwa sababu kuchemua ni moja katika afya, kwa sababu kuna baadhi ya jarathim ziko katika mwili wako zinatoka pindi utakapochemua.
Ndio akaendelea mtume wa Allah akisema, wa idha atisa ahadukum wa hamida Allah, na atakapochemua mmoja wenu, kwa sharti ya kwamba akamshukuru Allah kwa kule kuchemua kwake kwa kusema alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah, itakuwa ni haki au itakuwa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye amemsikia mwenzake akichemua kisha akamshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah, ni juu yako wewe kama Muislamu umwambie yarhamuka Allah, akurehemu wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na Bukhari. Vile vile tujue ya kwamba katika kuchemua kuna sharti. Sio kila anayechemua wewe unamrehemu, la, ni kwamba lazima aseme alhamdulillah, tena uisikie. Sio mtu aseme alhamdulillah kimoyoni, la. Hii ni sharti ambao ni lazima mtu aseme, kwa sababu bila kumshukuru Allah vipi tutakurehemu sisi? Kwa hivyo ni sharti kwamba mtu aseme alhamdulillah, ndio sisi tumwambie yarhamuka Allah. Ndio akasema mtume wa Allah katika hadithi nyingine, idha atasa ahadukum fahamida Allah fashammituhu, pindi atakapochemua mmoja wenu na akamshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah, basi ni juu yenu nyinyi kumrehemu, kumwambia yarhamuka Allah. Fa in lam yahmadillah fala tushammituhu, na kama hakumshukuru Allah basi na nyinyi msimrehemu. Haya si maneno yangu, ni maneno ya mtume wa Allah, sala na salam zimfikie. Msije mkasema kwamba khatibu ndio amesema tusiwarehemu waislamu wenzetu. La, kuna sharti hapa. Mtume wa Allah ametufundisha kwamba lazima amshukuru Allah ndio sisi tumrehemu. Bila kumshukuru Allah hatuwezi kumrehemu. Kwa sababu gani? Haya ni maneno yake, lakini kuna vitendo pia. Mtume wa Allah anatufundisha kwa vitendo vyake. ويشهد له قول أنس رضي الله عنه، عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتوني ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. رواه البخاري. Inatilia nguvu katika hili jambo tunalolizungumza ni kwamba ile kauli ya Anas radhiyallahu anhu aliposema kwamba walichemua mbele ya mtume, sala na salamu zimfikie yeye, watu wawili, mmoja akasema alhamdulillah, mwingine hakusema. Mtume akamwambia yule aliyosema alhamdulillah yarhamukallah, huyu wa pili hakumwambia yarhamukallah. Yule hakunyamaza, akamwambia mtume, kwa nini umemrehemu huyu huku ni rehemu mimi? Mtume akamwambia, kwa sababu yule amemshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah, na wewe hukumshukuru Allah, vipi nitakurehemu? Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba mtume hakutuacha hivi hivi kwa maneno, bali alituonyesha pia kwa vitendo. Kwa hivyo hili ni sharti, na ni sharti muhimu sana. Sio kila mmoja anayechemua wewe wamwambia tu yarhamukallah, la, kwa sharti aseme alhamdulillah. Hii ndio inatujulisha kwamba huyu aliyechemua ni Muislamu na yuwafaa kurehemewa. Lakini kwani wangapi wanachemua na hawasemi? Wengine pengine ni Wakristo kama, na wengine ni Waislamu, lakini wajifanya wamekuwa wameendelea sana, wanafata tabia za kimagharibi. Mtu unamsikia anachemua alafu anakwambia excuse me. Mafundisho ya nani hayo? Mafundisho ya kishaitani hayo, sio mafundisho ya mtume wetu, sala na salamu zimfikie. Kwa sababu sisi tumeamrishwa tumfuate mtume, sala na salamu zimfikie, kama vile alivyosema Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mumekuwa nyinyi kwa kupitia mtume wa Allah muna kiigizo chema. Sasa ikiwa mtume ametufundisha hivi, kwa nini sisi tunafanya yetu? Tunamfuata nani? Kwa hivyo lazima mtu akichemua aseme alhamdulillah, ndio sisi tumwambie yarhamukallah. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim.
Kwa hivyo ametufundisha Mtume wa Allah, swala na salamu zimfikie yeye, sifa ya kuwarehemu Waislamu wenzetu pindi watakapochemua, na sifa ya yule ambaye amechemua pindi utakapomwambia yarhamukallah, yeye atamalizia vipi? Faqala sallallahu alayhi wasallam, idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu au sahibuhu yarhamukallah, fa idha qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum, rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo sifa ya mtu kuchemua ni kwamba aseme alhamdulillah, kisha tukimsikia amesema alhamdulillah tumwambie yarhamukallah, na kisha akishasikia sisi tumemwambia yarhamukallah, yeye amalizie kwa kusema yahdikumullah wa yuslih balakum. Maana yake alhamdulillah, namshukuru Allah, yarhamukallah, akurehemu wewe Allah, yahdikumullah, awaongoze nyinyi Allah, wa yuslih balakum, na awatengezee mambo yenu. Hebu niambie, katika hili jambo utakuta ni dua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini sisi tunaangalia mambo ambayo sio mafundisho ya Allah kwa kupitia kwa mtume wake, sala na salamu zimfikie? Ama alhaqul khamis, tauduhu idha marid, umtembelee ndugu yako pindi atakapokuwa mgonjwa. Hebu tujiulize, mimi na wewe Waislamu wa leo tumejaribu kuwatembelea wagonjwa wangapi leo? Wataka kusema hatuna hata katika family wagonjwa? Basi kama hakuna katika family, jirani. Kama hakuna jirani, basi Waislamu wenzetu. Leo utakuta wale ambao sio katika sisi wana uradi, wanatembelea mahospitali kuwatembelea wagonjwa ambao hata hawahusiani na wao, lakini wanazunguka mahospitali, alafu utaona wanawaombea. Hii ni tabia ya Uislamu, lakini sisi leo tumewaachia wasiokuwa Waislamu. Hili ni jambo ambalo linasikitisha sana, kwa sababu pindi utakapomtembelea ndugu yako Muislamu utaijua ile neema ya afya. Utajua kwamba mimi Allah amenipenda na akanichagua akaweza kunipa afya, naweza kufanya kila jambo mimi mwenyewe. Lakini ukimwangalia yule mgonjwa, pengine yuwafanyiwa kila kitu pale pale kitandani, huenda ukarudi nyuma na ukamshukuru Allah kwa neema kama hiyo. Lakini sisi leo tumeacha hilo jambo, tumewaachia wasiokuwa Waislamu. ويتأكد هذا الحق إذا كان المريض من ذوي الأرحام أو كان جارا، والله تعالى يعاتب عبده يوم القيامة على تركه لعيادة المريض. Na vile vile inatiliwa nguvu katika jambo kama hili la kuwatembelea wagonjwa pindi atakapokuwa yule mgonjwa ni mmoja katika akraba zako, ni mmoja katika jamaa zako wa karibu, ima ni ndugu yako au dada yako au baba yako, mama yako, shangazi yako, mjomba yako na kadhalika, katika familia yako kabisa. Hili linatiliwa nguvu, kwa sababu hata usipompa chochote, lakini kule kwenda kumwangalia unampatia moyo, unampatia morali ya kwamba huenda na mimi nikapata afueni, kwa sababu watu hawakuniacha hivi hivi. Kwa hivyo unampatia wasaa wa moyo yule mgonjwa. Lakini pindi tutakapoacha wagonjwa peke yao, tunawavunja moyo mpaka wanaweza kufa kabla ya muda wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu anayempitia, ameachwa peke yake. Kama vile wanavyosema kwamba mgonjwa chake ni kitanda. La, hii ni makosa. Lazima tuwe tunawapitia asubuhi na jioni. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumlaumu mja siku ya Kiyama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumwacha mgonjwa asiende kumtembelea. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqul yawm al-qiyamah, ya ibn adam maridtu falam ta'udni. Qala ya rab kayfa a'uduk wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah? Rawahu Muslim.
anasema mtume wetu wa Allah, anasema mtume wa Allah sala na salamu zimfikie yeye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama kumwambia huyu mja, ewe mja, nimekuwa mgonjwa wala hukunitembelea. Huyu mja atasema, ewe Mola wangu, utakuwa vipi mgonjwa wewe na hali ya kuwa wewe ni Mola wa viumbe vyote? Allah atamjibu, atamwambia, je, hukujua kwamba mja wangu fulani alikuwa mgonjwa na wala hukumtembelea? Kwa hivyo tusije tukaona kwamba Allah anatuuliza hivi tukidhania kwamba Allah anakuwa mgonjwa. La, hizi ni sifa za upungufu. Allah hana sifa kama hizi. Sisi binadamu ndio tuna sifa kama hizi. Kwa hivyo Allah analeta istiara au majazi kwamba mja wangu alikuwa mgonjwa, wewe hukumtembelea. Kwa hivyo anafanya kama ambaye ukimtembelea ndugu yako Muislamu mgonjwa ni kama ambaye umemtembelea yeye. Kwa hivyo Allah atamjibu huyu mja akimwambia, je, hukujua kwamba mja wangu fulani alikuwa mgonjwa na wala hukumtembelea? Je, hujui ya kwamba lau ungelimtembelea yeye ungelinipata mimi niko pale? Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba ni jambo kubwa sana kumtembelea mgonjwa, lakini sisi leo tumedharau na tumeliona ni kwamba ni jambo ambalo halina maana. Hebu tuangalie faida yake ni nini katika kumtembelea mgonjwa. Asema, wa fi iyadati almarid ajrun adhim wa thawabun kabir, wa mimma jaa fi fadli iyadati almarid wa thawabiha anna alaida ma yazalu yajni min thimari aljanna wa naimiha hatta yarja. Asema katika faida za kumtembelea mgonjwa ni kwamba kuna ujira mkubwa na thawabu nyingi sana, na vile vile katika yale yaliyopokewa katika fadhila ya kumtembelea mgonjwa na thawabu zake ni kwamba yule anayemtembelea mgonjwa hatoacha kuchuma matunda ya peponi na neema zake mpaka atakaporejea nyumbani kwake. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, man aada maridan lam yazal fi hufrati aljanna. Qila ya rasul Allah, wama hufratu aljanna? Qala janaha, rawahu Muslim. Anatuelezea mtume wetu sala na salamu zimfikie yeye kwamba yoyote ambaye atamtembelea mgonjwa hatoacha kuwa ni mwenye kuchuma matunda ya peponi na neema zake. Wakamwambia mtume wa Allah, nini maana hufratul janna? Akasema mtume wa Allah, janaha, ni kule kuyatuma yale matunda ya peponi. Kwa hivyo pindi wewe utakapotoka nyumbani kwako na ukaenda paka hospitali au nyumbani kwa yule ndugu yako mgonjwa, utakuwa ni kama ambaye unapata neema za peponi na kuchukua yale matunda ya peponi. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana hili, tusilidharau. Na katika hadithi nyingine mtume wa Allah anatuambia, ma min muslimin yaudu musliman ghudwatan illa salla alayhi 70,000 malak hatta yumsiya, wa in aadahu ashiyatan illa salla alayhi 70,000 malak hatta yusbih. Sahih, rawahu Tirmidhi. Anasema mtume wa Allah, hakuna yoyote katika Muislamu ambaye atamtembelea Muislamu mwenzake akiwa ni mgonjwa wakati wa usubuhi, kipindi cha usubuhi, isipokuwa atakuwa na malaika 70,000 wakimuombea yeye maghfira, wakimuombea yeye rehma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile utakapomtembelea ndugu yako Muislamu kipindi cha jioni, utakuwa vile vile una malaika 70,000 wanakuombea wewe maghfira na rehma. Sasa hebu niambie ndugu yangu Muislamu, sisi hatutaki maghfira ya Allah, hatutaki msamaha wa Allah, hatutaki rehma za Allah? Kwa hivyo ni jambo ambalo hatutosheki nalo, kwa sababu sisi tuna makosa kadha wa kadha. Pengine utakuta mtu unamuona ni Muislamu sana, lakini lau utafunuliwa tu uone yale madhambi yake, wewe mwenyewe utastaajabu. Kwa hivyo ukifanya mambo kama haya madogo madogo, utakuwa wewe ni mwenye kusamehewa madhambi yako, yale unayoyajua na yale usiyoyajua. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحق السادس وهو الأخير: تتبع جنازته إذا مات. ومن فوائد ذلك أن يعلم المرء مقدار ضعفه ويتذكر مصيره ومآله فيستعد لذلك بالتزود من الصالحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هودوا المرضى وأتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حسن، رواه أحمد والبزار. ويقول جبريل عليه السلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. حديث حسن، رواه الحاكم والبيهقي. فاليوم يصلي على أخيه وغدا يصلى عليه، لأن الموت حق على الجميع، وإنما هي آجال. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويتذكر وهو يحمل أخاه على عنقه أنه سيحمل غدا على الآناق إلى المقابر مهما طال به العمر وعلى به المنصب، فلا بد من الخروج من هذه الدنيا. يقول الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. Ndugu zangu Waislamu, ama haki ya mwisho, haki ya sita ni kufuata jeneza au kulisindikiza jeneza. Ukisikia ndugu yako Muislamu amefariki, hudhuria mazishi yake, iwe ni mmoja katika wale wenye kumkafini na kumswalia kisha kwenda kumzika, kwa sababu ni moja katika haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake. Na vile vile katika fawaid za hili jambo hili ni kwamba ajue huyu mwanadamu ukubwa wa udhaifu wake, kwamba yeye siku zote ni mtu dhaifu, wala hana ujuzi wowote wala nguvu zozote. Na vile vile atakuwa ni mwenye kukumbuka mwisho wake na mashukio yake, ili aweze kuandaa zawadi ambazo atakwenda nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiandae kwa kufanya mambo mema. Kwa neno lake Mtume sala na salamu zimfikie yeye pale alipotuambia: udul mardha, watembeleeni wagonjwa, waatbi'ul janaiz, na vile vile musindikize majeneza, tudhakirukumul akhirah, kwani jambo hilo litawakumbusha nyinyi siku ya kiyama. Wajua binadamu ameumbwa na kusahau. Kwa hivyo tukiweza kuwatembelea wale wagonjwa tutakumbuka neema ya afya, na tukiweza kufuata jeneza tutakumbuka kwamba na kesho sisi tutakuwa kama hao wenzetu tunaowasindikiza. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linamkumbusha mwanadamu kwamba na yeye kesho atakuwa kama huyu mwenzake aliyoiaga dunia. Vile vile akasema Jibril alayhi salam: ewe Muhammad, ishi utakavyoishi au ishi unavyopenda, hakika wewe ni maiti mtarajiwa, hakika wewe utakufa kama vile wengine wanaokufa. Kwa hivyo tujue ya kwamba na sisi pia tutafuata, kama vile alivyoambiwa Mtume: afa imitta fahumul khalidun, je, ukifa wewe hao wengine ndio wenye kuishi milele? Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba kila mmoja atakuwa ni mwenye kufuata njia hiyo, au kama vile walivyosema: almautu babun wa kullu wahidin dakhiluhu. Mauti ni kama mlango, kila mmoja atapitia katika huo mlango au ataingia katika huo mlango. Na vile vile tujue ya kwamba kama vile leo unavyomswalia ndugu yako, na wewe kesho
utaswaliwa. Kama vile unavolibeba lile jeneza la ndugu yako, na wewe kesho utabebwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuonyesha kwamba mauti ni haki kwa kila mmoja wetu. Ndio akasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kwa nini tukaambiwa itaonja? Ni kwamba kila mmoja lazima atapitia katika jambo hilo. Kwa hivyo usije ukajiona kwamba wewe utaishi sana hapa duniani. La, angalia watu wa zamani waliishi miaka mingapi. Tukiangalia mfano mmoja ni pale Allah alipotuelezea kuhusu umri wa Nabii Nuh katika da'wa yake. Anasema nini? Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 am. Aliishi katika kuwalingania jamaa zake miaka 1000 kasoro 50. Yani maana yake miaka 950. Bali wengine wanasema hii ni miaka ya da'wa peke yake. Je, miaka yake kamili ilikuwa mingapi? Lakini wako wapi leo? Wote wameiaga dunia hii. Kwa hivyo usije ukajiona kwamba leo uko na afya ukaona kwamba wewe utaishi milele katika hii dunia. La, ujue ya kwamba kama vile leo unambeba ndugu yako katika mabega yako, na wewe kesho utabebwa katika mabega ya ndugu zako Waislamu. Kwa hivyo tuwe ni wenye kukumbuka na kupata waadh kwa kupitia jambo kama hili. Na anasema mtume wetu sala na salamu zimfikie yeye, idha wudhi'atil janaza fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat li ahliha ya waylaha ayna yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan. Au katika riwaya nyingine yasma'u sawtaha illa ath-thaqalain walau sami'a al-insan la sa'iqa, rawahu al-Bukhari. Anasema mtume wa Allah sala na salamu zimfikie, pindi atakapowekwa yule maiti katika janaza na wakalibeba lile janaza waislamu wenzake juu ya shingo zao na mabega yao, anasema yule maiti ikiwa ni mtu mwema, qaddimuni, nitangulizeni, yani nifanyieni haraka niende huko ninapokwenda, kwa sababu najua kuna mazuri huko nayafuata. Wa in kanat ghayra dhalik ghayra salihatin qalat li ahliha ya waylaha aina yadhhabuna biha. Na ikiwa ni mtu muovu, si mtu mwema, anasema kuwaambia wale watu wake wanaombeba, ole wangu, wanaenda nalo wapi hili jeneza? Yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan, wanasikia sauti ya huyu maiti viumbe vyote isipokuwa mwanadamu na majini. Na vile vile anasema wala usami'a al-insan la sa'iqa, na lau angelisikia huyu mwanadamu angelianguka na akazimia, kwa sababu ni sauti inayoogopesha. Hii inakuonyesha kwamba vipi yule mtu anakuwa anababaika na vipi anaona yale mabaya aliyoyatanguliza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu chenye mauidha kama mauti. Ndio wale waliosema katika athar iliyopokewa kwa Ibn Mas'ud na Abu Darda ni kwamba kafa bil mauti wa'idhan, umetosheleza umauti huwa ni mauidha. Kwa hivyo wewe mwanadamu, ikiwa hupati mauidha kwa kupitia kufa kwa ndugu yako Muislamu, basi sijui utapata mauidha kwa jambo gani. Kwa hivyo turudi nyuma na tuweze kutumia fursa hii ya uhai aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyyi qadiman فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبي وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب
وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم لقائك، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ya rabbal alamin. Tukimalizia ni kwamba kuna mmoja katika wale ambao walifadhili msikiti huu kwa kufanyia marekebisho. Yasemekana ni mgonjwa na amesafiri sehemu za nje, kwa hivyo haitokuwa vyema kama hatutomuombea na yeye dua. Allah subhanahu wa ta'ala amkhafifishie katika maradhi yake na aweze kumponyesha maradhi yake. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala maridan illa shafaita, wala maridan illa shafaita, wala maridan illa shafaita, wala mayitan illa rahimta, wala daynan illa qadayta, wala hamman illa farajta, wala taliban illa ataita, wala faqiran illa aghnayta, wala asiran illa يسرت له، ولا مبتليا إلا عفيت عنه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.